Tukibakia katika taarifa ni kwamba wanafunzi wa 16 wa shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil, kaunti ya Nakuru wamefariki huku wengine 79 wakikimbizwa hospitalini ambapo 7 wangali wamelazwa. Hii ni kutokana na mkasa wa moto kwenye bweni. Maafisa wakuu wa usalama akiwemo waziri wa usalama Kipchumba Murkomen walifika katika shule hiyo huku maafisa wa DCI wakichunguza kiini cha moto huo. Wanahabari wetu Ben Kirui na Evans Asiba wanafuatilia matukio kwa karibu na sasa tunaungana naye Ben Kirui ili atueleze hadi kufikia sasa kuna yapi mapya ambayo yamejitokeza. Ben Kirui, je, nimeona wakati fulani mzazi alikuwa amekuja ni kama ambaye ameshindwa kuzuilia huzuni wake. Pengine alikuwa anataka ni miongoni mwa wale ambao wameweza kupoteza watoto, ni miongoni mwa wale ambao wameweza kupata majeraha watoto wake, ama yule mzazi yule alikuwa kwa kilio chake ni kipi? Naam Rashid, kwa sasa bado tu ni hali ya majonzi, sintofahamu. Kunao wale wazazi ambao walikuwa wamefika hapa wakitaka kujua walipo wanao. Kwa sasa hivi wanapokea ule ushauri ama ile inaitwa psychosocial support katika hema hii ya mshirika la Msalaba Mwekundu la Red Cross, na wazazi wengi tu wanaweza kufika hapa wanasema kwamba hawajapata kuambiwa chochote mahali ambapo wanao wapo. Walifika hapa wakapitia zile utaratibu zote ambazo walikuwa wanatakiwa kupitia ili waweze kutambua wale walipo wanawao, lakini hadi sasa hawajaweza kupata na wako katika ile hali ya majonzi, sintofahamu. Nilikuwa na baadhi ya wazazi ambao tapata tu kusikiza kutoka kwao kama walifika hapa saa ngapi na pengine kama wameweza kuambiwa chochote. Wapo utakuja ndugu kuja uniambie bado hawako tayari, lakini wako katika tu ile hali ya sintofahamu, manake wamefika hapa wamechoka, wako katika ile hali ya sintofahamu, wako na hamu ya kujua walipo wanao, manake hadi sasa tumeweza kuambiwa taarifa ambazo ni za kusikitisha. Idadi ya wanafunzi 16 ambao walipoteza maisha yao kwenye mkasa huo wa moto. Wengi walipokea simu hizo usiku wa manane wakiambiwa kwamba kuna mkasa wa moto katika shule hii, wakikimbia kutoka maeneo tofauti. Wazazi ambao pengine niliongea na wao awali wananiambia kwamba walikuwa wanatoka sehemu za Narok, wamefika hapa hawajaweza kuambiwa chochote, naambiwa tu wafuate ule utaratibu ambao umewekwa na Wizara ya Elimu pamoja na Wizara ya Usalama, lakini wanasema kwamba wamekaa hapa wamechoka, wamekata tamaa na wako na hamu ya kuona ama kutazama ama kupatana na wanao. Bado kuna wale ambao tayari wameungana na wanao na wameweza kuondoka katika shule hii. Kuna wale ambao walijeruhiwa, kwa hivyo wao wako katika hospitali tofauti. Kuna ambao wako katika hospitali ya St. Joseph. Wizara ya Elimu ilitueleza kwamba takriban watoto 7 wangali hospitalini, lakini baadhi ya wale wazazi ambao wamekuja hapa wanasema kwamba wale ambao wanaambiwa wako hospitalini ama ile orodha ya wale ambao wako hospitalini wameweza kupitia na hawajapata. Wamesema pia wamefika kule, lakini kuna hiyo hali pia ya kutoelewana ama sintofahamu, lakini wale ambao wamechukua jukumu hili, maafisa kutoka Msalaba Mwekundu wa Red Cross, wameweza kuchukua jukumu hilo ama wanafanya kila wawezalo kuweza kuongelesha wazazi hao, kuwapeleka tu pole ndiposa waweze kuelewa ama kufanywa ile social support. Kwa hivyo Rashid, hali ni bado ni ya majonzi, bado mawaziri wa usalama Kipchumba Murkomen, waziri wa elimu Ogamba Migos bado wako katika mikutano tofauti, manake walituambia ama walitueleza kwamba bado uchunguzi unaendelea, hawajapata kubaini ni kipi hasa kiliweza kusababisha mkasa huo wa moto. Kwa hivyo ni hali tu ambayo bado pia tunasubiri, na pia tumeweza kupata wazazi kadha wa kadha. Tuliweza kushuhudia ule mzazi ambaye alikuwa amefika hapa akiwa na majonzi, akisema kwamba anataka kujua mtoto wake yuko wapi, lakini hadi sasa hawajapata kuambiwa yuko wapi, lakini tunatarajia kwamba kadri muda unavyozidi kwenda wataweza kuelezewa na watapata kuungana na wanao. Kwa hivyo Rashid, tunafuatilia kwa karibu sana, alafu tutapata kuwajuza zaidi.
Na shukran sana Ben Kirui, ameeleza kwa yakini yote kwamba kwa sasa hivi kama kuna mtu anataka kuweza kujua je, mtoto wake iko wapi, je ni miongoni mwa waliopata majeraha, ni miongoni mwa walioaga dunia, anasema mpaka kufikia sasa kina Ben Kirui hawajapewa maelezo kamili, lakini vikao vinaendelea. Kama ulivyomwona mzazi mmoja alikuwa anataka kupata maelezo ya haraka haraka, lakini lazima utaratibu ufuatwe. Kwa hiyo tutakuwa tuko makini na kitakachopatikana chochote upande ule wa pili, nitarudi kuungana naye Ben Kirui ambaye anashirikiana kwa karibu na Evans Asiba ili watueleze kinachoendelea katika maeneo yale ya Gilgil.